lakini kwake George mambo. Lakini wacha kwa sasa tusikilize kauli za wakazi wa kaunti ya Taita Taveta, hasa walimu. Tuungane naye mwandishi wetu Julius Mariki. Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, Mariki, tujuze kwa kina. Shukrani sana Paul Kirobi kutoka studioni. Leo nimeungana na mmoja wa wazazi ambaye ni mwenyekiti wa wazazi kwenye kaunti ya Taita Taveta, tukijadili tu kuhusiana na mjadala wetu wa leo, maslahi ya walimu wa shule za JSS, akinieleza baadhi ya changamoto ambazo walimu hawa wanapitia. Tupate baadhi ya kauli zake, vile vile akizungumzia swala zima la mtaala huu wa CBE. Masuala haya ya walimu wetu wa KJSS ni masuala nyeti sana ambayo yanaathiri mambo mengi sana, kama vile ulivyosema, kucheleshwa kwa mambo yao ya kutokuajiriwa kwa haraka inaathiri shule nyingi sana, hasa hapa kwa kaunti yetu ya Taita Taveta. Tunaona inaathiri watoto wetu kimasomo. Kwa upande huu, ya kwanza utakuta kuwa hatuna walimu wale ambao wamebobea kwa masomo fulani. Kwa mfano kama IRE utakuta kwamba hatuna walimu wengi wa masomo haya ya IRE. Shule zingine utakuta walimu wengine wanatatizika, wamekuwa overstaff, watoto ni wengi, walimu hawako pale wengi vile inavyotakikana. Inakuwa ni changamoto kupata wale walimu ambao wamesomea yale masomo ambayo yanatakana wasomeshe watoto wetu hawa wa hiyo grade 9, grade 8 na hizo grade zingine. So inabidi wale walimu ambao wamesoma masomo mengine wajikakamue, waende kwa madarasa mengine, waongezee nguvu ya kuwasomesha yale masomo mengine ambayo bado hawajabobea vile. Lakini kwa sababu wanajua na ni walimu, inakuwa sasa ni changamoto nyingine kubwa sana. Changamoto nyingine tunapata kwa walimu wetu wa KJSS ni kuwa mahabara. Shule nyingi hazina mahabara. Kwa hivyo masomo mengi yale walimu wetu ambao wangekuwa wasomeshe, inakuwa sasa kunakuwa na changamoto kubwa sana. Manake walimu inakuwa sasa wanasomesha tu kama ni theory, lakini practicals inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu shule zetu nyingi za grade 9, grade 8 hakuna mahabara. Kwa hivyo tunakuwa na changamoto kubwa sana. Changamoto nyingine ambayo tunaona ni kubwa sana ni kuwa walimu wetu wengi wamekuwa wanapigwa matransfer hapa na pale, mahali pengine ambapo wao wenyewe wanaona ni kuna changamoto ya usafiri. Manake kwa kwetu hapa Taita Taveta tuko na changamoto ya maeneo mengine, kupata usafiri kwa haraka inakuwa ni ngumu kwenda kwa shule kama hizo. Unaona, sasa inakuwa na hiyo changamoto kubwa sana. Na pia changamoto nyingine tunaiona ni kuwa zile ni resources, learning materials hazipatikani kwa ule wakati ambao unaotakikana. Kwa hivyo tungeomba kama ni serikali, zile learning materials wafanye bidii watuletee, ili shule zetu zipate hizo learning materials, watoto wetu wapate kusoma. Na pia ningeomba wabunge wetu watusaidie kutujengea hizi mahabara. Tunajua pia pesa hawapati vile nyingi sana, kwa sababu ziko na mambo mengi hapa na pale. Lakini tunaomba zile shule ambazo ziko na watoto wengi wajaribu kujenga mahabara hapa na pale. Itasaidia sana. Na pia nataka nishukuru serikali kwa jambo moja, kwa sababu naona mtaala huu unashughulikiwa kwa njia nzuri, na hivi sasa tunangojea matokeo. Na haya matokeo mimi naamini kabisa watoto wetu wataenda kuperform vizuri. Na nichukue fursa pia kushukuru walimu na Mwenyezi Mungu pia, manake ametutoa mbali na tumeshikana hivyo. Wazazi wengine hapa na pale hawaelewi mtaala huu vizuri, lakini kwa sababu ni wa kwanza, changamoto ziko, na tunapozidi kuendelea na mtaala huu tutapata kurekebisha hizi changamoto nzuri. Na ni vizuri kwa sababu hii tuko nayo sasa CBE, uzuri wake ni kuwa inatafuta kipawa cha mwanafunzi. Na mimi na uhakika siku za usoni tutakuwa na watoto ambao wamebobea, kama ni madaktari wamebobea na wameshika, yani wamekuwa specialized kutibu watu. Kama wewe ni carpenter, unakuwa basi ni carpenter mzuri, kwa sababu umeanzia kule ukiwa mdogo mpaka huku juu. Kwa hivyo unakuwa umebobea zaidi. Namna ndio maoni yake kuhusiana na swala hili zima la maslahi ya walimu wa JSS, akielezea matumaini yake ya kwamba mtaala huu utakuwa bora kwa wanafunzi. Narejesha usukani kwako Kirobi kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Naam, asante sana Mariki Julius, ukiwa maeneo ya Taita Taveta. Tukitoka huko wacha tuelekee